Okay. Before hatujafika kwenye mafanikio, so naamini kwamba uwaga kunakuwa na vitu vingi sana ambavyo vinakuwa vinatokea. Kitu gani kikubwa ambacho kilishai kutokea mpaka ukasema da, kwa kama hii changamoto inataka kunirudisha nyuma sana yani? Changamoto kwenye kazi ziko, lakini ni wanakuambia lazima utafute your purpose. Ukiwa na purpose kwenye life, hata changamoto huwezi kuona kama ni changamoto. Mimi namjua ndugu yangu Mgenge, mimi mwanangu long time. Miaka kama 7 nyuma huko. Hichi anachokifanya ni kitu ambacho alikuwa anakipenda yani. Unaona sometimes kuna vitu vingi kwa kujitoa anafanya. Nadhani huko alipojitafuta sometimes alikuwa anafanya for free kwa sababu ya ile passion. Na vitu uko unafanya kwa sababu unapenda, hata changamoto zenyewe uzione kama ni changamoto. Kwa hiyo mimi nishawahi kufanya kazi bure nyingi sana. Kwa sababu nilikuwa napenda ninachokifanya mpaka ikafika kipengele cha kuwa unalipwa. Lakini changamoto kubwa ambayo ilikuwa inakatisha tamaa ni changamoto ya kuhusishwa ni watu wa aina fulani ambao wanafanya hii kazi. Kwa hiyo hiyo ni kitu ambacho ni kigumu sana kuconvince washikaji zako waingie au kuconvince familia. Unaona kama mbona sisi tunajua fulani hawa watu ni watu ambao wako design hii. Watu wabaya ama nini? Unajua tupo kwenye media hapo. Kwa hiyo hatuwezi kwenda kuongea kwa maana ya kwamba niongee kila kitu wazi, lakini ni industry ambayo imekuwa ikihusishwa na mahusiano watu fulani sana. Kwa wenyewe watu fulani na fulani kwenye industry ni watu ambao wanaongoza kuwa na mahusiano. Kwa hiyo tunajua kwa nchi yetu kimaadili kuna vitu sio vizuri. Na huu ni utamaduni ambao tumetoka kwenye nchi nyingine. Kwa hiyo ilichukua muda kuconvince watu kuendelea kuifanya mpaka watu waone kwamba unaweza ukawa mwanaume ukafanya hii kazi na ukaheshimika, sio lazima uwe mtu wa aina fulani, sio lazima uwe na mahusiano ya jinsia moja, unajua. Kwa hiyo tumeitransform kutoka kule ilipokuwa kwamba inaonekana kama models ni watu ambao labda wanapenda wanaume wenzao au watu wanapenda majimama, mpaka imekuja kuwa kama kazi sasa. Speaking about the family, pia moja kati ya interview yako nimesikiliza, umesema kwamba familia yako ni watu wa dini sana, lakini nataka kujua wewe wakati unaingia kwenye hizi issue za modeling, kwa sababu ni issue fulani iko very entertained, right? Nataka kujua familia yako labda mwanzo ilikuwa inakuchukuliaje na walikuwa wanasemaje baada ya wewe kuingia kwenye hii game, na baadaye pia walivyoona matokeo yake ni mazuri, pia walionaje hiyo kwa upande wako? Kwanza mimi kiupande wa familia, familia of course haijawahi kunisupport wakati naendelea kujitafuta kwenye tasnia ya modeling. Lakini mara ya kwanza kabisa mimi sikuwa na nia ya kuja kuwa model kwenye maisha yangu. Mimi nilikuwa natamani kuwa mwigizaji. Kwa hiyo nilikuwa na chembe zile za kwamba unashinda kwenye makundi ya kuigiza. Babako ni shehe mkubwa, ndugu zako wanaswali, wanakimbia, wanakuwa unafuga manywele na kitu kama hivyo. Kwa hiyo ilienda na vile ambavyo nilikuwa nakosa nafasi za kuigiza na bado lakini nikawa nakesha nje na marafiki ambao wanafanya mambo kama hayo, nilikuwa nakata tamaa. Lakini baada ya kujitafuta sasa, baada ya kutengeneza muonekano, nikajikuta vile ambavyo nilikuwa nataka kuigiza imetoka sasa, nika switch kwa sababu kuona kwamba anaweza nikawa hivi. Siku hizi deals za kuigiza zinakuja zenyewe. Kwa hiyo hivi mtu akisema Kalisa hana mchango wote kwenye tasnia ya modeling, wewe ukitaka kumwambia umeleta mchango gani kwenye modeling, unamwambia kitu gani? Mtu akisema sina mchango wote kwenye industry, yani sasa ndio tuambie mchango wako kwenye modeling ni kitu gani ambacho maybe umefanya na mtu anatakiwa elewe kwamba kuna changes nimefanya, kuna vitu nimefanya. Mtu akisema okay, huu ni uwepo wa Kalisa, kwa sababu kuna watu wengine ambao personally wanakujua, wanajua wewe umefanya kitu gani. Lakini kuna mwingine anaweza kuwa anakuchukulia poa lakini hajui value yako. Mimi nimechangia kwa asilimia 90 ya watu vijana top 5 unaowaona sasa hivi, ukinitoa mimi, wanaofanya vizuri. Tunashimiana nao, sisi tutaja majina yao kwa sababu tayari wana brand zao. Ni watu ambao mimi nimekuwa nikiwapa mchongo. Sometimes michongo imekuwa mikinijia na tunapishana labda kwenye malipo au kuona kama siwezi kufanya kitu fulani. Kwa hiyo mara nyingi inakuwa Genge bwana, kuna hili limekuja hapa, kuna video kwa mfano ya Zuchu imetokea hii hapa, mimi naona siwezi kufanya, wewe unaweza kufanya. Kwa hiyo hizo nimekuwa nikizitoa sana, na ndio bwana mimi ni mtu ambaye sina uwezi kusikia mimi na ugomvi labda na mtu kama labda Mzee Wanda au na ugomvi labda na Brown au na Lucy Lukamba au mtu yoyote. Yani uwezi kusikia sisi wenyewe tunagombana. Watu ambao labda hawanijui na hawana karibu na mimi ndio labda wanaweza kuwa na matatizo mimi, lakini kiukweli mimi ni mtu ambaye mwana sana.
kama kuna opportunity naona inabidi tuwe wote. Mchango wangu mimi nimekuwa nikilipigia debe hii industry kwa muda mrefu sana. Sometimes hata nikiendaga bungeni labda nikipata bahati ya kualikwa, watu wanakuwa wananijua, lakini kunijua kwangu sio kwa kunijua kupitia industry. Mtu anakuwa akakuona labda kwenye magazeti, kakuona labda kwenye skendo, alafu sasa ndo unaanza kumconfess bana, mimi ni huyu, nafanya hivi. Unafanya hivi kwa nini kazi wewe, na maana wewe unashona nguo au unafanya nini? Yani hata haelewi ni nini. Kwa hiyo kuanza kumwambia bana, amna, mimi nafanya 1 2 3 4 5 6, nishafanya hiki na hiki na hiki. Kwa hiyo mchango kama huo kuifanya industry sasa iendelee. Leo hii ukisema kwenye list ya Mama Samia utoe watu wawili kwenye kila category, hata niseme labda mimi najipigia debe, nitafuta mtu yoyote kwenye kila kikundi cha watu wawili waliosimama barabarani Tanzania hii. Let's say ukikuta bodaboda wawili, ukikuta sio taxi, ukiwauliza bana, hebu nipe list ya watu wawili kwenye kila industry, kitajia wasanii wawili Bongo, anatajia wasanii Diamond na fulani, si ndio? Kwenye movie atakwambia kwenye movie ya JB na Ray au Kanumba, unajua wachekeshaji yote kwa haraka, si ndio? Mimi kwenye industry yangu jina langu linakuwa la kwanza. Very true. Lazima afu mwingine atamtafuta sana, akamfuata Hamisa, unajua zile. Kwa hiyo hiyo ni kitu ambacho nimekitengeneza. Kwa hiyo nafurahi kuwa kama captain of the ship, kushika vijana wenzangu, na I'm proud kuwa kwenye hii industry, na bado sijafikiria kuswitch, hata kama inaonekana labda nimebadilika, labda siku hizi nimekuwa mtu fulani, lakini bado nitaendelea kuwepo kwenye hii gang, kwa sababu naona kwamba hatujafika kwenye level ambayo naweza nikaiacha, bado inakuhitaji. Alafu kingine niseme tu kwamba hata kama mjaniuliza, yani ikitokea kuna kitu chochote hapa kimetokea cha kutaka mtu kuwakilisha duniani, mtu pekee ambaye mnaweza mkamwamini ni mimi tu, kwa sababu unajua kila kitu ambacho kinaendelea duniani. Kwa nini unahisi wewe ni mtu sahihi? Mimi ni mtu ambaye kwanza niko kote. In terms of mindset, najua nini kinaendelea mbele, najua yani na rafiki wengi, watu wengi wa Marekani na nchi tofauti. Kwa hiyo kwenye industry yangu mimi, kama nchi moja sisi tunaenda labda let's say Marekani, kwa nchi moja kupambania kitu fulani, yani hata msio na hofu. Yani kama mimi mkiona nimetoka labda nimeenda kwenye nchi nyingine yoyote ile, kwenye jambo lolote kwenye industry yangu mimi, na mimi nipo, yani mjue kabisa, yani hapo 3 1 2 mimi nipo. Mimi naomba nikukumbushe mpaka mwaka 2017 kama sikosei, kama nitakuwa right, kama nitakuwa wrong pia utanirekebisha hapo kwenye huo mwaka ambao nimeusema. Ni mwaka ambao ulitrend sana baada ya picha zako na video kuonyesha umevaa viatu vya kike heels. Zile picha comments zake zilikuchukua kiasi gani? Bana, huwezi kuamini situation ya ile kazi ilitokea. Alinicheki Frank Nose, akanipa ile deal ya hivyo vitu. Mimi sikuifikiria kwenye namna kama ile, lakini sometimes mimi huwa napenda kufanya vitu ambavyo watu wengine hawawezi kufanya. Mimi nikiona kama kitu mtu tunaweza tukafanya watu kwa 3 na kiacha, nampa mwingine. Ndio maana hata kwenye music video nyingi mimi nikiona hii kawaida hii, hebu mwanangu fanya hapa. Kwa hiyo ilivyokuja ile kazi, jamaa alivyoniambia, nikamwambia hii kazi itanitukanisha, lakini ina utofauti. Kama mnifikiria ina utofauti. Alafu mtu kama sio mtu fulani, kama wewe sio mtu labda let's say sio mtu wa jinsia fulani, hata utahitaji kujielezea sana. Kama sio, utaonekana tu kama ndio. Na kujielezea sana inamaanisha wewe ni ndio. Kwa hiyo nikasema mimi ni mwanaume na hii kazi inatokea. Mimi kazi yangu ni nini? Mimi ni model. Model ni maana yake ni mtu ambaye kama mirror. Biashara kama hii, ina maana hii hapa ambacho kinahitajika ni attention tu, sio kwamba jamaa wanauza viatu hair heels ili wavae wanaume, lakini anataka ile attention, watu waende kwenye page waone kitu ambacho kijafanyika kikifanyika. Kwa hiyo nilimtajia bei fulani kubwa, akasema mzee siwezi, lakini akatafuta watu wengine. Watu wengine wakasema watafanya kwa 500,000 kwa milioni. Akaona lakini hao mbona mkubali haraka, jamaa ametaja hela nyingi. Wanirudia. Mimi nikasikuona kama ni issue, lakini iliniathiri kwa kiasi kikubwa. Kama hivyo kutukana sana na kila kitu, lakini sasa unajua jambo lolote gumu lazima liwe na changamoto. Kwa hiyo moja kati ya kazi zangu ambazo zimenipa changamoto kubwa, na nadhani hata kesho kishukutwa mtoto wangu wa kiume akija akiona baadaye kwa miaka mingi mbele kama mshua alivaa. Hivi umesema mwenyewe hapa ambavyo ukienda bungeni ukutana na watu wazima, sometimes wana kurecognize wewe kwa matukio yako kabla ya kazi yako, na baadaye wanakuja kufind out okay, kumbe wewe ni model, okay, umefanya 1 2 3 unasaidia. Hivi hiyo imekukosesha madili mara ngapi ya wewe kutambulika kama mtu wa stunts ama mtu wa kiki na vitu vingine kuliko ile professionalism yako?
Mimi kwanza sijawahi kuwa nje professionalism yangu. Siku zote niko ndani ya mstari wangu. Ile ya Wema Sepetu ilikuwa hasa hapo. Umeniuliza nini? Umeniuliza mambo ya viatu, mbona switch haraka hiyo? Sasa ndio segment gani? Ni baki okay, tuongelee hapo ambapo ulikuwa ya wanawake na vitu vingine vyote ambavyo umevifanya kwa kutambulika huko wakati una vitu vyako vya msingi. Okay, speaking kwa mambo ya wanawake, nadhani ni kwamba tu nilikuwa nimeshtua watu, kwa sababu kikawaida inaonekana wanaume ndio inabidi wanaonga wanawake. Na ikitokea mwanaume anaongwa, kama kupewa simu, unakaa nini, unapewa mlipo, vitu kama hivyo, ni kitu ambacho watu wanaona kama hakiwezekani. Kwa hiyo mimi pia kama nilikuwa mtu wa design hizo, kuwa privilege kwa aina kama hizo, uko na mtu ambaye watu wanamgaramia kwa mahela mengi, kwa kumtunza, kwa kumhonga magari, afu bado anakuja na kupa hela wewe. Kwa hiyo ni kitu ambacho kilikuja kushtua watu. Kwa hiyo mimi sikutaka kusema labda ningetaka vitu viende viral au anything. Vitu vilitokea tu. Kwa hiyo mimi nilikuwa nauza kazi yangu, lakini baadaye lifestyle ikaja. Lifestyle ikachanganya na kazi. Kwa hiyo bado mimi sijawahi kutoka nje ya line. Kwa hiyo ambacho kinatoka sometimes ni lifestyle ambayo sidhani kama na fake, huwa anafanya kweli. Lakini labda kwa sababu yale matukio ni vitu ambavyo watu wengi wamekuwa wakivitegemea kwa watu wengi kawaida, lakini baadaye vimekuja kwa watu wa kawaida. Nadhani hata mimi inspire watu wengi hata kuingia kwenye mambo ya gym, wakaona kwamba kumbe tukiingia gym tunaweza tukapata nionekano fulani, bebe. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vimeenda, na kiukweli inabidi iwe hivyo, kwa sababu lazima ujue ukijipenda unapendwa, alafu unapendeka. Kwa hiyo usipojipenda huwezi kupendwa wala huwezi kupendeka. Mimi ni mmoja kati ya watu ambao wanajipenda, na hicho ndio kitu ambacho nimekuwa nikikibeba kwenye maisha yangu yote. Na ndio maana sikizi tuko wengi tunafanya mambo kama haya. Kwa hiyo kuna mahusiano yote ya wewe na star ambayo mpaka leo unajutia, ni unasema hivi pale ilikuwaje mpaka nikakanyaga pale? Sasa kusema kwamba kujutia, mimi hakuna ambacho chochote najutia. I believe kila kitu kina feelings zake. Sometimes feelings zinakuwa zina inspire. Unaweza kumpenda mtu sasa hivi, baadaye mkiachana unakuwa unamchukia sasa. Nikikumbuka kama nilikuwa nampenda, kwa unaanza kuona kwamba I was right. Kwa hiyo sina regrets ya mahusiano yoyote ambayo nimetokea. I believe tu ilitokea kwa vile, ndio maana hata imetujenga. Wengine mpaka leo tuko tofauti, sasa hivi tumebadilika na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hakuna ambayo najutia. Kalisa kutamani kurudi mahusiano yoyote ambayo nilikuwa nayo zamani. Kalisa alisema kwamba hakuna msanii yoyote yule wa Bongo atakuja kuoa au kupata mwanamke mwema. Unaikumbuka hili? Niliongea hivyo, afu baadaye wiki mbili mliona Manara kilichotokea, na nilishaongea before. Ni kwa sababu ya taswira ya wasanii tunavyowaona, ndio maana unaona hakuna msanii anaweza akawa kwenye hiyo situation, ama ni nini? Nilisema kile kitu nadhani sijui kwenye media moja niliongea. Nilisema hakuna msanii ambaye atapata mke mwema. Na nikasema ni ndugu zangu wote hawatapata mke mwema. Kuna muda utafika tunakasema muona Manara na wengine wengi by the time alikuwa yupo kwenye vizuri tu na mpenzi wake, lakini baadaye vitu vikatokea. Na mimi nilikuwa naijua hicho kitu mbele kitatokea, kwa sababu mke ni mke ambaye anatoka kwa Mungu. There's no way binadamu anaweza kumcontrol binadamu mwenzake. Kwa hiyo wewe anacontrol ni Mungu, mimi anacontrol ni Mungu. Kwa hiyo ukitaka mke mwema, yani lazima Mungu ndo akupe. Sasa ukiwa unafuata mihemko yako, ndio kila siku utakuwa unakula makabeji sasa kama hivi. Unakuwa na huyu kwa sababu nimpenda mweupe, anakupiga tukio, unakuwa na mwingine mpaka utakapoamua kwamba bwana natafuta mke kwenye Mungu. Sasa tafuta kwenye Mungu ndo lazima you have to become mtu ambaye una deserve kuwa na mtu aina hiyo. Mimi mwenyewe ilibidi niache vitu vingi sana mpaka kuja kupata mwanamke ambaye niko naye. So by the time unasema nabadilika, ulikuwa unahitaji mwanamke ama ulianza kubadilika kwa wewe mwenyewe tu kutaka kwa sababu mimi by the time naona Kalisa amebadilika. Wewe ni mwanangu, nakumbuka mwisho tulikutana somewhere kwa Shishi. Haukuniambia vitu kama hivyo, sikuwa najua na vitu kama vile. Lakini by the time nikaanza kuona nikasema anyway, maybe kwa sababu ya mwanamke, lakini nikasema maybe there is something, maybe there is a project ili kufanya wewe kubadilika, ama kuna kitu kilisababisha wewe kuwa na mabadiliko. Maybe ulipata shida, msongo wa mawazo, vijana sasa hivi wanacho hicho kitu. Maybe kuna kitu fulani kilitokea in family kikakufanya kubadilika, ama kuna mtu alikwambia
you have to change. Nini cha kwanza kilikuwa hivyo? Hapo pia nikijazia, ulisema kwamba kuna kipindi ulikuwa unapitia vitu fulani alafu haukujua kwamba kinga yake ni Mungu, ni Qur'an. Sijui unakumbuka hicho kitu? Yeah, pia unaweza ukashare na sisi, labda kuna moment ambazo unapitia ndio right now unakumbuka kwamba kumbe ningekuwa hivi before, ningekuwa napita hivi, nafanya hivi, vitu vingekuwa haveni stress kama hivi, au sipitii hizi changamoto. Kuna kuongezea tena hili kidogo nijibu yote. Endelea tu. Nikija kwa mgenge hapo, mabadiliko yangu mimi yamechukua muda mrefu sana na wala hayakuwa kwa ajili ya mwanamke. Mwanamke nimekutana naye baada ya kuja kuwa nilivyotaka kuwa, na kwa sababu nilikuwa nataka, kuna namna nilikuwa nataka kutransform kwenye maisha yangu kutoka kuja kuwa nilivyokuwa kuja kwenye new version sasa, ambayo itakuwa kama kifaza fulani hivi, kama dad of the game. Yani bado nipo kwenye industry lakini nimeswitch. Yani unajua zile unakuwa kuna level unaibuka, unaangalia ndugu zako, unaendelea kwenye good way. Na hiyo umewin. Yeah, unaona kama unavyoona kina Jay-Z wanapoenda tunasema wanaimba, lakini ukiangalia kuna level unaona kwamba ni huyu yuko hapa yuko hapa. Kwa hiyo nilikuwa nataka kuwa huko. Lakini mimi kiukweli nilikuja tu nikajitathmini. Mimi ni mtu ambaye napenda sana kufokonyoa baadhi ya vitu. Na napenda sana kuwa na elimu. Nilikuwa natafuta elimu ya mambo ya finance. Ya kipato, lakini pia nilikuwa nasoma mambo yangu mengine, mambo medical nini. Nasoma mambo ya fitness, healthy, lakini pia nilikuwa natafuta elimu al-ghaib. Elimu al-ghaib ni elimu ambayo haionekani. Ni elimu nyingine ambayo tuioni. Kidunia ni elimu ambayo ambayo watu wengi siji chochote la tatu, sio nasema maneno mengi kama hivyo. Kwa hiyo elimu zote mimi nimejipangia ratiba ya kuwa nazisoma kwenye mambo tofauti. Elimu ya dunia, kujua si ndio hivyo sasa tunazungumzia kama hivyo, yani swags, kwa Mnyamwezi, ku maintain, kuwa na physique, kuwa na kipato ili mjini usichekeshe, ya kuwa na akili za kiutu uzima, kutatua matatizo kama hivyo, kuendelea kuwa kwenye game, kuna baadhi ya vitu, lakini pia kuendelea kumjua na Mungu. Sasa nilipokuja kugusa kwenye section ya mambo ya elimu al-ghaib, sasa ni elimu ambayo ya ndani, nikagundua kuna vitu vingi sana. Na elimu ambayo ya kwanza ilikuja kichwani mwangu ni elimu ya mambo ya jicho la tatu. Kiukweli mimi naifahamu elimu sana ndani kabisa. Itakuwa sio sehemu sahihi nikiongea kwenye media, lakini naijua hii elimu vizuri. Yani nimeisoma elimu vizuri kujua kwamba watu wanaroganaje vipi, mtu gani anarogwa, uchawi ukoje, akirogwa anakuaje, aina za uchawi zikoje. Ikitokea nilikuwa nasoma yani kujua, kwa sababu kwenye maisha yangu hicho ndio kitu ambacho nikasikijui. Na kwa sababu binadamu tumeumbwa, tumefichwa baadhi ya vitu. Tunaona kile tunachokiona. Kuna vitu hatuvioni kwa tuviamini. Kwa hiyo nikawa nataka kuijua kiundani. Kwa hiyo nikawa nasoma vitabu, nikawa nasoma Qur'an, nikawa nasoma nini. Hasa kuna siri nikawa kuja kuzipata mle ndani za vitu ambavyo vitu vya ajabu. Kama kuelewa namna za aina gani ya uchawi. Uchawi upo kama aina kama 4. Kuna uchawi wa mapenzi, uchawi wa kumfanya tu mtu akupende. Watu wanatumia huo. Kuna uchawi wengine wa maradhi, unamfanya mtu anapata maradhi. Kuna uchawi wa nuksi. Kuna uchawi wengine wa kufarakashanisha ni watu wagombana. Farakanisha. Kwenye kusoma kwenye Qur'an kwenye Surah Al-Baqara, hii imeelezwa vizuri sana. Kuna malaika wawili walishuka, Haruta na Maruta, kwa ajili ya kutoa elimu ya mambo haya ya uchawi, na wanaume walikimbilia kwenye uchawi huu wa kuvunja watu. Kwa hiyo nikasoma kiundani kuja kujua kwamba kuna vitu ukifanya, kuna nguvu ukiwa nayo huwezi kuja kurogeka. Ni moja kati ya ukiwa na nguvu ya Mungu. Mtu pekee ambaye hawezi kurogeka wala kudhurika ni mtu ambaye ana nguvu ya Mungu tu. Asikwambie mtu mimi niroge, hakuna mtu ambaye harogeki. Ni mtu ambaye ana nguvu ya Mungu, au ni mtu ambaye mchawi, yeye mwenyewe mchawi. Mchawi mtu kama hivyo, yeye mwenyewe mchawi. Ina maana yeye ana ganga wake wanamshughulikia, au huyo mtu shehe. Kwa sababu kila kitu kinafanyika, lakini anaye-activate ni Mungu. Kwa hiyo ukiwa una swala 5 unafunga na una hofu kwamba bwana sikiliza, wewe Mungu niambie kitu, kuniroga uwezi, kwa sababu Mungu ndo anatoa idhini. Ukiwa unamwambia mtu hivyo na kwa una imani kweli kwamba bwana wewe kuniroga mimi uwezi, yani niroga ni Mungu, basi huyo uchawi kule ufiki kweli. Mungu anasikia haraka kwamba okay, kama unaniamini anazuia. Kwa sababu kinachofanya mtu arogeke hofu. Wachawi wakiwa wanataka kukuroga na kutumia hofu. Hofu inaingia kwenye mwili ndio uchawi unaingia. Hofu inaanza kwanza, afu unakuja uchawi.
Kwa nilisoma hiyo elimu kindani, nikanaijua vizuri kabisa. Kama miezi mitatu. Kwa hiyo ile kusoma vile vitu na kila kitu, nikasema hapa kwa sababu kuna vitu ambavyo kwenye maisha kuja kuwa na power na confidence ya kuishi. Kwa sababu kweli ukweli kuna watu wako majela wamefungwa kwa kesi za kusingiziwa tu. Na wamefungwa miaka 30. Kuna watu wengine ni machizi barabarani lakini wamerogwa unajua. Na hawana kosa lolote. Sio kama Mungu haoni. Mungu anasema sio kwamba eti wewe mimi nakutakia ubaya wewe Mungu unatakia ubaya. Unasema kwamba bwana Mungu hawezi kukubali nionewe. Mungu anaweza kujua umeonewa, umerogwa na Mungu akaruhusu urogwe na ukafa. Lakini anasema okay, mbenge unamroga mwana huyu hapa, okay? Na mruhusu mwana arogeke miaka 30 atakuwa chizi. Nitawalipa mbele kwa mbele. Okay. Kwa hiyo anakuwekea kama nitakulipa mbele kwa mbele. So kwa ule muda wote. Long story short, nilipata elimu kubwa ya vitu kama hivyo, nikabidi sana nikasoma Qur'an, nikasoma sura al-Baqara kwa tafsiri na sura nyingine, sura al-Jinn, sura nyingi nikasoma kwa tafsiri, nikaielewa dini vizuri, nikaelewa kwamba kwa nini tuliumbwa, tunaenda wapi at the end of the day. Nikajikuta tu automatically transform, nikasema kweli kuna nguvu nyingine naitaka na nataka kwenda, I have to become a good person. That's how we started. Kwa hiyo nikaanza kuwa kwamba okay at that time ulikuwa umeshampata tayari mwanamke ama ulikuwa bado? Mwanamke. Lakini nilisema kwamba nahitaji kukaa 1 month bila ku have sex kwanza. Kuna baadhi ya mimi nimekaa 6 months kabla kupata mwanamke wangu Acha bwana. I'm not lying. Kwa sababu kuna namna mimi vitu vilikuwa vinafanyika kwangu mimi sana. Kwa hiyo nikaona kama kuna power fulani sina, kuna nguvu sina, kuna maono sina kwa sababu ya uchafu wa mwili na vitu kama hivyo. Nikasema I need kuwa na fast kwa wiki mara 2, nataka kusoma. Naendelea kufanya vitu vingine lakini usiku nakaa nasoma kwa sababu kijana bora ni yule kijana ambaye yuko sawa physically, yuko sawa kichwani, mentally, financially. Yani Mungu anampenda mtu huyo. So unakuwa wewe mlevi tu, una swag tu, vitu vingine huwezi kubalance. Kwa hiyo mimi niko napata muda wa kusoma. Kwa hiyo kukaa mwezi mmoja nikajikuta kuna nguvu fulani ninayo, nikaanza kujikuta ni peace. Then nikaendelea tu 6 months lakini bado nikawa natafuta mwanamke ambaye sasa ataweza kuendana na mimi nilivyokuwa mpya sasa. Yaani sitaki kutaka wale wapandaji wa meza new kalisa. Wale wazee wa LinkedIn yale kupanda kutambua. Kwa hiyo sikutaka mimi kusema sisi. No. Kwa hiyo baadaye wanako walikuwa wengi, kwa hiyo nikawa naangalia mimi ni kijana of course. Lazima mwanamke wangu awe na sura nzuri. Sasa first thing mimi naangalia. Mimi siwezi kuwa na mpogoro. Consideration ni muhimu. Kalisa. Okay, when I say mpogoro, I simaanishi mpogoro wa kabila la Pogoro, yani watu fulani ambao yani walete yani ile namna gani vipi? Unajua kuna vitu lazima uogope mwanaume akiongea. Kiukweli bwana, siwezi kuwa na mwanaume ana vigezo vyake. The best part of relationship is physical attraction. Sure. Yeah, au ni kweli. Au kufika. Siku zote ikiwa gari itakuja lazima uangalie plate number ya mbele. Ikipita afu inavyopicha inaisha je plate number ya mbele. Logo hii kampuni gani? Ni sawa sana ya nyuma. Je logo ni ile au imechakachuliwa? Hiyo unaambiwa ni kwa physical attraction ni kitu cha kwanza kabisa kwa sababu okay, nikuuliza swali. Wewe unaweza kuwa na mwanaume ambaye anakupa kila kitu, alafu kwa say wanasema nini? Upinde. Wanasema ni mtu ambaye opposite. Unaweza kuona? Hapana. Kwa nini? Bora nife, siwezi. Kwa sababu sio vitu vyangu. Bado anakupa kila kitu. Sasa unaelewa sasa kwamba okay, best part of relationship is physical attraction. Kwa hiyo wewe huwezi kuwa na mtu ambaye anapenda wanawake wenzake. Lazima mwanamke awe kama mwanamke na mwanaume kama mwanaume. Kwa sababu hatupendi watu kwa ajili ya kupika, tupendi watu kwa ajili ya kupiga nao story. Ile ndio inafanya mapenzi yanakuwa mapenzi. Kwa hiyo lazima sura kwanza, yani lazima mwanamke so kalisa na vitu vingine dini nini okay, status kuangalia. Mimi sikutaka pia mwanamke wangu awe ana miuli ya kaka zangu wengi kwenye industry. Watu alipita na SK, alipita sijui na Monde, alipita na Harmonize, alipita na Mario. Huko ulishatoka. Hasa mimi mwenyewe ndo nimepiga miuli ya watu wengi sana. Na upate mtu wa hivyo. Kuna namna ni kana mkwangu kwenye interview hapa. Kuna namna unarudi muheshimu. Yani sio kwamba namjua ana namba istukizi. Kwangu namba istukizi yatokea. Sasa kwa sababu umesema hivyo, the next time najua baada ya sherehe tutamuomba au tutaomba uje naye hapa kama gentle pia.
tumuone shemeji yetu wifi yake Kiki na vitu kama vile, si ndio? Sasa mimi nilishtuka baada ya kuona umeoa. Unajua, nilikuwa naona na najua una mahusiano yako na vitu kama vile, lakini harusi umeifanya kimya. Watu wengi sana wanasema sawa, Kalisa change, lakini Kalisa ni mtu ambaye anapenda kidogo tension. Unajua, ni mtu mkubwa, watu washtuke ameoa. Ndoa sasa hivi tunazijua, unajua. Hasa Kalisa ameoa kimya na harusi inakuja na kuna harusi ya Jux mbele. We, maamuzi haya yalikujaje na kuamua kuipeleka hivyo ambavyo umeipeleka? Kwanza mimi nimeoa kwa ajili ya dini. One, pili nimeoa kwa ajili yangu. Kwa ajili ya dini kwa sababu as I told you, nilipoacha zinaa nilisema sitaki kufanya tena zinaa. Haina maana kwamba unajua kitu, unafunguliwa kupata kitu, unajua kitu afu unajua madhara yake ya mambo. Ya kwamba unakuwa too available for everyone, alafu unaendelea kujiumiza. Kwa hiyo that's my wife, man. Shout out to shemeji though. Baby, I see you here. No bad story. Brian, tulia. Kuna ujumbe kidogo. Inarudi. Jamaa nimeona bwana hapo kwenye nani, kwenye profile. Juu kabisa hapa. Sema tu sura bado anaificha sana. Mimi nimebahatika. Kwa nini unaficha sana hiyo sura? Wewe nimezana na jamaa wako. Kwa hiyo nimeoa kwa ajili yangu kwa sababu nikasema ni kiukweli kwa ninapoelekea nahitaji mwanamke ambaye nitakuwa niko naye. Unajua sisi ni huyo tu nitakuwa niko naye. Sitaki tena mimi kuwa available kumkosea Mwenyezi Mungu. Na Mungu amenipa mwanamke ninayemtaka mimi. Yaani yule ambaye mimi nilikuwa namuomba. Kuna shehe moja alinifundisha, ananiambia uko naomba dua, ongea kabisa in details, unajua kwamba mwanamke anakuwa kwa vina lips fulani, kuwa na uhakika yani. Yani details, sasa Mwenyezi Mungu akupe tu mtu mwenye dini. Atakupa mtu mwenye dini afu mpogolo. Unajua wapogolo wapate mlipo. Kwa hiyo niliomba, kwa hiyo ilivyotokea, baby in the middle of interview, I see you. Gen Talk. Gen Talk. Tuko live right now. Wifi salamu zimfikie kwa kweli. So baada ya kuomba ukampata? Nikampata na swala la kuoa mwanamke wangu nimempata mimi mwezi mmoja tu. Nikija kwenye siku nilikuwa nikujibu hilo swali. Mimi nimempata mwezi mmoja tu. Yaani sikutaka hata kukaa naye muda mrefu. Nimempata mwezi mmoja tu. Kaona tuhalalishe. Tulipokutana tu vibe, unaelewa hata uelewa wake wa mambo yake. Ni mtu ambaye kazini yuko nyumbani, alafu sio mtu ambaye kama wengine sio mtu ambaye anaonekana kama labda kuna vitu vingi anavitaka. Yaani someone had to get. Kwa hiyo sio mwepesi kwa namna kama hizo yani. Kwa hiyo familia yake pia ilinipenda kwa sababu ya jinsi ambavyo nilikuwa nampenda mtoto wao na kajiintroduce. Sio watu ambao walijudge labda tattoos nini na nini. Kwa hiyo wanakwambia mwanaume akikaa muda mrefu, wanaume sisi tunajua mtu akuoa, unajua sometimes unatoka kana mtu hata miaka 3. Unajua kabisa miaka anapiga na ala mbele. Mimi mwanamke wangu mwezi mmoja tu kila kitu kawa tayari. Kwa hiyo ile ndoa ilikuwa ni ndoa ya haraka, lakini kusana ilikuwa kwa ajili ya dini. 1, 2 ilikuwa kwa myself kujizuia vitu vingine. Plus kwa sababu sikuwa nataka mchango wa watu, sikutaka maneno. Kwa sikuona haja ya kumwambia kila mtu. Kwa sababu ningekuwa labda nataka michango, jamani nisaidieni, mngeweza mkajua. Kwa hiyo that was one, ilikuwa ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, lakini najua mimi ni mwanamitindo, inabidi tufanye kitu sasa kwa ajili ya jamii na inshallah ndio mnayoitaka mtaipata. Nimekuuliza pia kwamba kwa nini unamficha sana yani? Sawa, hakuwa sana kwenye mitandao, hajapigwa miuli mingi na wauni huko na nini. Wait, usimjibie. Tunajua, tunafahamu kwa nini, kwa sababu tunajua vitu vyake vingi vinakuwa wazi. First nataka kufahamu kuhusiana na hilo kwamba kwa nini unamficha sana, lakini pia issue ya wewe kuficha sana mahusiano yako, unahisi imekuwa na faida gani sana kwako? Mimi nimeoa mwanamke kwa ajili yangu, sikuoa mwanamke kwa ajili ya watu. That's one. Lakini nikisema namuonesha ina maana kama nimeolewa watu. Afu mimi nimekuwa na maisha yangu yote imekuwa ni hayo tu. Nimekuwa ni hayo. I want peace in my house. Ndio maana nimetafuta mwanamke niliyomtafuta. Kusema kama nitamficha milele itakuwa swala la uongo. Kwa sababu mimi bado ni kijana, bado napenda kuflex. Na
kwenye sura kwenye sura gani, sura al-Duha, aya mwisho inasema zionesheni neema zangu. Mwenyezi Mungu anasema zionesheni neema zangu. Kwa kuna kitu kipata kizuri basi kionyeshe. Kwa hiyo neema lazima tuione. Pointi yangu sasa itakavyokuja kwamba kama tuli-inspire watu kwenye namna nyingi za kuishi maisha ambayo wao walikuwa wanaona kama ni flex kuishi, kama sijui hayo ya kuwa upo kwenye mayachi, girls wana twerk na nini, tulikuwa tukionyesha. Kwenye namna hii ya pili vile tutaonesha. Kwa hiyo mke wangu hatojificha sana, ataonekana na ataongea ikifika wakati. Kwenye harusi mtamuona vizuri, ataongea na nitakuwa niko naye kwenye events. Nitakuwa naye, lakini sio kwa maana sasa kwamba eti ndo namuonesha, lakini kwa sababu tupo kwenye namna nzuri tu, tunafundisha watu kile ambacho tumebarikiwa kufundisha watu, ili vijana nao waone umuhimu wa kuwa na mwanamke mmoja. Unaweza kumfanya mwanamke mmoja akawa bora ya wanawake wengine. Lakini ukisema kwamba eti mimi kwanza kumficha, na maana kama na mademu wengine pembeni labda napiga mke wangu asijue. Kwa hiyo mimi nimemaliza, mke wangu ni mmoja tu, kwa sitakuwa na hiana tena. Kwa gym nini, kwa sababu mke wangu ni mtu wa mazoezi, gym nini, watu wa gym watakuwa wanamuona gym, of course nitakuwa nakuja naye kwenye interview, lakini yale mambo ya kujistiri na nini tutaendelea kwa balance kama ambavyo mimi nipo, kwa sababu nilikuwa natafuta mwanamke ambaye anaweza kubalance mimi nilivyo. Sio kwamba eti ndo umeona kama sio mwana swa kanzu, lakini bado vitu vingine vipo yani. Kwa hiyo tuko kwenye maisha yote ya dini na maisha ya kawaida. Kalisa